moja kati ya mpango wa Mungu kukupa kila kitu alichokupa. Kwa mfano, kukupa access, kukupa exposure, kukupa maarifa, kukupa akili, kukupa uchumi, kukupa position uliyopo sasa hivi, ni ili kuhakikisha kusudi lake linatimia ndani yako. So moja ya sababu ya kufanya kitu ninachokifanya hapa sasa hivi ni kuweza kumthibitisha Mungu akireact au akiwa kwenye position nilionayo, ni kitu gani kinatokea, bila kupiga kelele, bila kuanza kusema kulazimishia watu waamini Mungu wako. Na hii ndo kusudi la kwanza kwa nini Mungu amekuposition sehemu uliopo. Hii ni moja kati ya kitu ambacho hupaswi kukisahau kwa namna yoyote. Kwa sababu gani? Moja, itakupa excellence ya hali ya juu kwenye kitu chochote unachokifanya. Pili, itamruhusu Mungu asitake kuaibika mbele ya watu wanaokuangalia, kukutazama kama role model. Mungu hawezi kukubali kuaibika. Kwa hiyo yeye ataweza kufanya lolote linalowezekana mambo yafanikiwe kwa ukubwa, uzuri, ili ajidhihirishe kwamba mimi nikiwa ndani ya mtu kwenye position yoyote, ni kwa namna gani ninaweza kufanya naye kazi bamba tu bamba. Hii ndio inakufanya kusudi la Mungu ndani yako lipate chance ya kuwa public na kuweza kuonekana. Ukijiangalia kwa position uliyopo, ukiangalia nini unacho, afu ukaangalia namna gani unaweza kuifanya kwa ujasiriamali na kutengeneza pesa kwenye hicho kitu unachokifanya kwa ukubwa, kwa kumwamini Mungu, definitely utapitia mabonde, milima, mito na vitu havieleweki, lakini the way utakavyoshinda kwenye hiyo misokosoko, at the end of the point, the victory itarudi kwake yeye aliyekusaidia kupita kwenye hiyo situation, na ku proof point kwamba I didn't have what it takes mimi kuvuka hii situation niliyokuwa napitia, but I trusted and surrendered to him. Finally I did it. So he did it for me. Kwa mimi nimejikuta niko kwenye the other side ya changamoto kwa sababu yeye amenisaidia. Na hii ndo namna pekee inayonifanya niweze kuishi na nikiamini ninaishi na kusudi la Mungu kwenye kazi au maisha ambayo naisha kila siku. And you know what? So kama unafanya hivi kutengeneza pesa ndo maisha yako, ndo every day you wake up, you do this, you wake up, do this, why not to showcase what God can do to a person akiweza kumwamini kuweza kufika hapa, kuweza kufanya kila kitu. Achana na ile kwamba nilikuwa namwamini Mungu ikatokea, achana na hiyo. That is for watoto. Yes, ukiwa mtu mzima kuna vitu vya kiutu uzima that you have to struggle, you have to fight for that. Na unavyopambana navyo mpaka vinaweza kusimama, then there ndio unaanza kuzuia, unapata kitu ambacho unaweza kusema okay, nilikuwa napambana kufanya ABC kwenye situation hii, then I surrendered to God and I called God because I didn't have ABC, but because I surrendered to God, God take me from one step to another. That is maturity na kusudi la Mungu kwenye maisha yangu. Yeah.